Nadharia kubwa inayosoma kwenye vyombo vya habari vingi hasa vya magharibi vimekuwa vikitupasha kile ambacho ni kama muda unakwenda, wanasema kuwa ni wakati wowote kunaonyesha kuwa kuna makubaliano bora sana yakafikiwa kati ya Marekani na Irani pamoja na washirika wengine kuhakikisha kumaliza hili swala. Mambo muhimu ambayo bado hayajafikiwa yakiwemo masuala ya nyuklia, ikiwemo mfereji wa Hormuz, ni vitu ambavyo ukiwatazama hawataki kuvijibu. Hawataki kabisa kuvijibu na kuvitolea maelezo kuwa je, katika point muhimu za haya matukio wamefikia wapi? Hawataki kutujibu, lakini wanatupa majibu ya jumla kuwa kuna hatua kubwa sana zimefikiwa katika kujaribu kulimaliza hili swala. Sasa kuzungumza sana kuhusu Irani na yale yanayoendelea ndani ya Irani, hapa sitozungumza sana. Naomba kwa leo utanifuatilia kwenye hili swala la Irani, naomba unifuatilie kwenye kipindi cha Chekeche inshallah hapo baadaye saa 3 kupitia UTV. Nadhani pale tutakuwa tuna mjadala sana kuhusu hili swala la Hormuz, tutakuwa na swala la Irani na masuala mengine. Mimi hapa nataka kuzungumzia tangazo lililotoka jana jioni la Marekani pale, mkuu wa usalama DNI Tulsi Gabbard kuamua kujiuzulu nafasi yake. Mkurugenzi wa usalama Tulsi Gabbard kujiuzulu kwenye nafasi yake. Maswali ni mengi. Ile regime change ambayo tumekuwa tukiimba ndani ya Iran ni kuwa inatokea kwa vitendo ndani ya Marekani, kwa sababu tunaona safu ya juu imepanguliwa sawasawa sana, wakiwemo majenerali kadhaa, wakiwemo baadhi ya mawaziri, lakini tunaona huyu ni mtu wa pili wa karibu zaidi wa Donald Trump katika zile nafasi kubwa za juu. Ukimwondoa Joe Kent, anakuwa ni Tulsi Gabbard. Katika nafasi za kuteuliwa anaachia ofisi. Amezungumza kirahisi tu kuwa ameamua kwa sababu anataka kumuuguza mume wake ambaye amegundulika kuwa na saratani ya mifupa. Kwa hiyo anaona ni kipindi vizuri kabisa kukaa karibu na mumewe kumhudumia. Trump amemshukuru kwa hilo kuwa alikuwa ni mhudumu mzuri na amemridhia na anasema kuwa tutamisi, lakini chukua haya maneno ya upepo huu unaovuma hivi sasa, yaweke, halafu baadaye tutakuja kuyajadili. Amani iwe nawe. Peace be upon you. Bila shaka wewe ni mzima wa afya na unaendelea vyema kabisa na majukumu yako ya kila leo. Mazungumzo yangu si marefu sana. Nataka kuzungumza tu hili jambo kwa japo kukupasha tu taswira kamili ya picha kamili, uanze kuelewa baadhi ya vitu ambavyo vinavyoendelea duniani. Kujiuzulu kwa mkurugenzi wa ujasusi, mkurugenzi wa usalama Tulsi Gabbard, kwa wale ambao wenzangu na mimi ambao hufuatilia sana siasa ndani ya Marekani, ukiwauliza mmoja mmoja utakwambia hii taarifa ilichelewa. Hii taarifa ilichelewa kutokana na aina ya mtu ambaye amejiuzulu hii nafasi yake. Ukiniuliza mimi, Tulsi Gabbard alipaswa kujiuzulu, nitakwambia alipaswa kujiuzulu kabla ya 12 days war. Kabla ya vita ya kwanza alipaswa kujiuzulu. Kwa nini alipaswa kujiuzulu kuanzia 12 days war? Yes, nitakueleza. Kabla ya 12 days war, wakati Donald Trump anatafuta kuirasimisha hii vita, wakati akitafuta uungwaji mkono au akitafuta sababu za kuivamia Irani, alivyokuwa anaongea na wanahabari, alisema kuwa Irani inaelekea kutengeneza silaha za nyuklia. Mmoja wa wanahabari alimuuliza Donald Trump kuwa mbona kauli yako inapingana na mkurugenzi wa usalama, ofisi yake, taarifa walioitoa. Trump akauliza nani anayepingana na hii kauli? Akamwambia kuwa Tulsi Gabbard ametoa taarifa ambayo inaonyesha kuwa Irani si tishio wala hawapo kwenye mwelekeo wa kutengeneza silaha za nyuklia. Trump akasema, anasema si kweli anachokiongea, hajui anachokisema. Wakati anaongea na bunge akasema haijalishi Tulsi Gabbard anasema nini, lakini kauli ya Trump ilisubiri siku wastani saa 48 kabla ya ofisi ya Tulsi Gabbard kubadili statement. Yaani baada ya kauli ya Donald Trump kukosoa ofisi ya Tulsi Gabbard kuwa haijui lolote inachokifanya,
siku mbili ile ofisi ilitengua ile taarifa, wakatoa taarifa ambayo inaashiria kuwa wanaungana na kauli ya Donald Trump kuwa Donald Trump anasema ukweli kuhusu Irani, uendelezaji wa silaha za nyuklia upo kwenye progress. Yani kauli ya kitaalamu ambayo inatoka kwenye ofisi ya wataalamu au ofisi ya mkurugenzi wa usalama, ni ofisi ya wataalamu, inakwenda kuchukua kauli kutoka kwenye ofisi ya kisiasa ya Oval ya Donald Trump na kuja kuifunika juu ya kauli ya wataalamu. Alipaswa ajiuzulu kuanzia hapo, kwa sababu alipingana na kile kilichofanywa na watumishi wake aliyowatuma kufanya kazi, wakaja na majibu ambayo yapo, lakini kauli ya rais ikaenda ikatengua, naye akaunga mkono. Kwa hiyo kwangu mimi alipaswa kujiuzulu. Na ajiuzulu kwa sababu gani? Tusi alikuwa ni mdemokrat, wengi mnakumbuka. Aliwahi kutaka kugombea nafasi ya urais katika uteuliwa mwaka ile 2020, alafu akajiondoa, akamwachia Joe Biden ambaye alimuunga mkono Joe Biden. Wakati huo alikuwa mdemokrat. 2022 alijiuzulu kabisa nafasi yake ndani ya Democrat. Kwa kipi? Alisema hivi: hatuwezi kuendelea kubaki kwenye serikali ambayo inaendekeza vita na kutusababishia matatizo makubwa ndani ya nchi, akikusudia serikali ya Joe Biden ambayo ilikuwa ikiendekeza vita ya Urusi na Ukraine kwa kutoa usaidizi, lakini ilikuwa imesapoti Israeli kwa nguvu zote kwenye vita ya Gaza. Akaamua kujiuzulu kwenye chama na akawa huru, akajitoa, akawa huru, hakuwa na chama chochote kutoka hapo mpaka 2024 alipoanza mijadala kwenye TV na kuanza kumuunga mkono Donald Trump. Hasa yeye aliungana na Donald Trump kwenye msimamo upi? Jinsia. Donald Trump alivyozungumza kuhusu ushoga, kuhusu watu kubadili jinsia, na hapo aliungana naye, akaungana naye, akasema kweli atamsupport Donald Trump kwa hilo. Kwa hiyo akaanza kuwa wazi kuonekana kuwa ana itikadi za Donald Trump na kumsupport Donald Trump. Akamuunga Donald Trump kwenye mbio za urais na akajiunga na Republican kutoka huko. Kwa hiyo wakati mwingine watu wanauliza eti wanasiasa wetu hapa nje hamna hilo. Huyu Tulsi Gabbard alikuwa Democrat akahamia Republican. Sawa. Lakini hapa katikati, kabla ya kuhamia Republican, alisha muunga mkono Senator Bernie Sanders katika misimamo yake na akatangaza kumuunga mkono. Nadhani wengi mnamfahamu Senator Bernie Sanders. Huyu ni senator huru, hayuko Republican wala hayuko Democrat. Huyu ni senator wa Vermont mwenye misimamo mikali zaidi na iliyonyooka ndani ya Marekani. Bernie Sanders. Tulsi Gabbard alimuunga mkono. Wakati alipojiuzulu Joe Kent, kwa wale mnakumbuka, wakati ninalielezea hili swala nilisema kuna timu iko upande dhidi ya Trump kwenye hili. Nikataja kuwa watu watatu walikuwa pamoja wanaimba wimbo mmoja, na nikasema kuwa hawa wawili waliobaki, nilisema ni makamu wa rais JD Vance, alikuwa na Joe Kent, alikuwa na Tulsi Gabbard. Hili ni kundi lililopinga vita ya Venezuela, hili ni kundi lililopinga vita ya Iran. Hili kundi lilikuwa upande mmoja ambao hawakukubaliana na hiyo vita. Sasa wakati Trump anaainisha mpango wa kijeshi kwenda Venezuela, upinzani mkubwa ulikuwa unatoka kwa Tulsi Gabbard. Ndio upinzani mkubwa ulikuwa unatoka hapo. Na hata wakati mpango umeandaliwa wa kwenda kumchukua Nicolas Maduro, alitengwa, hakupewa taarifa wala hakutakiwa kujua chochote. Tulsi Gabbard akiwa boss katika nafasi yake, lakini kwa sababu alikuwa ni mpinzani wa hiko kinachoendelea kwenye harakati za Iran, amepinga vita ya Irani, lakini aliamua kukaa kimya. Katika watu watatu ambao kuanzia mwanzo wa vita walikaa kimya, alikuwa ni makamu wa rais JD Vance, alikuwa ni Tulsi Gabbard, alikuwa ni Joe Kent. Joe Kent alijiuzulu mwezi mmoja na kitu uliopita. Wakati anajiuzulu, yeye alisema ya moyoni kuwa tumeingia kwenye vita sababu ya Israeli, na akatoa baadhi ya mambo mengi ambayo yalishutumu serikali moja kwa moja, na akamshutumu Donald Trump na misimamo na kusukumwa kwenye vita. Majibizano yakawa makali na Donald Trump kwenye mitandao na kwingine, na wafuasi wa Republican watiifu wakamshambulia pia kwa kiwango kikubwa Joe Kent. Niliwaambia atakayefuata ni JD Vance na Tulsi Gabbard. Nilisema mchezo ambao anaocheza Donald Trump na Peter Hegseth ni mchezo anaocheza Netanyahu ndani ya Israeli. Wakati Yoav Gallant alivyokuwa mpinzani wake kwa baadhi ya maamuzi, aliamua kumfuta kazi. Wakati mkuu wa jeshi Herzi Halevi aliamua kumfuta kazi. Akafata Miara.
mwanasheria mkuu wa Israel ambaye wameparurana naye mpaka mwisho, lakini David Burns aliamua kuondolewa Mossad au wapi? Kwa hiyo kila aliyejaribu kumpinga Netanyahu alihakikisha kuwa anaikosa ile nafasi yake. Kwa hiyo ile staili ya Netanyahu ndio staili alikuwa anatembea nayo Donald Trump. Sasa fununu zinazotaja kujiuzulu kwa huyu Tulsi Gabbard pia zinataja kuwa alikuwa wanamfaya, yani alikuwa anaelekea kufutwa kazi. Kwa hiyo ni kama vile amenusa, lakini kuendelea kubaki kwenye serikali hii ya Tulsi Gabbard ilikuwa kama ni kujishusha kwake yeye kwa umri wake na misimamo yake na itikadi zake alizotoka nazo kuanzia nyuma, kubaki na hii serikali ya Trump mpaka hivi sasa kuja kujiuzulu. Manake kuna mchambuzi mmoja nilikuwa namsikia anasema, ukimsikiliza Tulsi Gabbard wa kabla ya Donald Trump alichokuwa anakinadi kuhusu serikali za kina Joe Biden kuzikosoa jinsi zilivyokuwa, alafu yeye akaja akadondokea kwenye serikali ya Donald Trump ambayo ni worst, anakuambia ni hovyo zaidi kuzidi ya Joe Biden, yeye akadondokea mle. Niliwahi kuambia kuwa katika kipindi hiki unamwona JD Vance anajaribu sana kujitoa nje ya uchafu wote unaofanywa na serikali. Ndio maana amekuwa maneno yake ni matone kidogo, hataki kuzungumza sana wala kuingia ndani sana kwenye mfano vita ya Irani. Anajiepusha sana kuongea kauli ambazo zitakuwa, lakini wakati huo hatakiwi kuonekana sana kamtenga bosi wake, kwa sababu yeye ni msaidizi wake. Hatakiwi kuonekana kama kuna gap kubwa kati yake na rais. Hatakiwi kuonekana kama kuwa hakubaliani. Kwa hiyo kuna wakati huingia, lakini sio mzima mzima. Na hii kwa sababu gani? Umri wa JD Vance ni 40 plus our ages. Maona huyu ndio kwanza anaanza siasa. Trump anakwenda juu huko 80 karibu, kuwa yuko mwisho, anaelekea mwisho. Huyu anaanza, hataki kuharibu karia yake kwa kujiingiza moja kwa moja na Donald Trump katika kujinasibu kuwa yeye anatembea kwenye njia za Trump ambazo ndani ya Marekani, tafsiri ya Marekani tu zimeisha feli kwa nguvu zote. Kwa hiyo kujinasibu na njia ambazo zimekwisha feli inaashiria sio vizuri kwa upande wako. Kwa hiyo hili ndio JD Vance ambalo anajiepusha nalo. Sasa ikiwa uchaguzi ukaja, unajua Marekani kwa miaka mingi ilikuwa ina hazina kubwa, unasema hazina kubwa ya viongozi. Yaani Marekani ulikuwa huumizi kichwa hata kusema kwa nani atakuwa rais, kwa sababu vichwa vilikuwepo vingi. Unaweza kusema huyu. Lakini ujio wa Donald Trump na kuboronga sana kwa Democrat kwenye uchaguzi uliopita, imekuwa kama nchi ya one man show. Ni Donald Trump. One man show. Donald Trump peke yake. Sasa jinsi Trump alivyoiseti nchi ya kujionyesha kuwa yeye, imeenda kuondoa kabisa ile haiba ya viongozi. Kwa sababu leo hii mfano ukiniuliza mimi, hebu niambie ndani ya Democrat kama wataenda kwenye uchaguzi mara hii wana nani? Yaani ukimtoa Kamala Harris hawana watu. Na Kamala Harris ni katika zao lile ambalo lile la Joe Biden. Lakini ukija upande wa pili wa Republican pia hamna kitu. Yaani Republican katika kile ambacho kinaonekana huenda wakaja kupewa nafasi, atakuwa ni Marco Rubio, waziri wa kigeni, pamoja na JD Vance, makamu wa rais. Sasa chukueni haya maneno yangu, ikiwa tuko hai, uchaguzi wa Marekani ujao ni 2029 inshallah, tukiwa hai, ikiwa JD Vance atakuwa rais, ikiwa JD Vance akafanikiwa kuchukua nafasi ya juu ya mbele ya ile nafasi yake, basi nawaambia kuwa Tulsi Gabbard pamoja na Joe Kent watarudi kwenye nafasi kubwa. Mtaniambia Joe Kent pamoja na Tulsi Gabbard watarudi kwenye serikali ambayo itaongozwa na JD Vance katika nafasi za juu kabisa. Hawa ni watu wake wa karibu, lakini wameamua kujiengua katika kile ambacho wanakiona kwa Donald Trump. Sasa nenda kaangalia list ya viongozi wa ngazi za juu kabisa wa Donald Trump waliojiuzulu kutokana na uamuzi wa Trump katika haya yanayoendelea. Alafu njoo ukutane na mzayuni ambaye yuko na mtumbo, sijui mwingine yuko Chato, mwingine sijui yuko wapi huko. Nikisema na Manyere, watu na Manyere wanasema unapenda sana kututaja na Manyere huko. Yes, mtu yuko mbali kule anavyomtetea Donald Trump, hali ya kuwa watu wanaofanya naye kazi ofisi moja tayari wanaona anaboronga na hana future yoyote, wanaamua kuresign, wanakaa pembeni. Huwezi kuniambia Tulsi Gabbard mwenye umri wa miaka 45 eti leo ameamua kutoka kwenye siasa kwa sababu tu anataka amuuguze mume wake. No. Nimesema mwanzo kuwa swala la kujiuzulu na kile kisingizio ni swala la muda, lakini tutakuja kuyasikia mengine baadaye, kwa sababu
wapekuzi wataanza kwenda kumuuliza, vyombo vya habari sasa vitaanza kumfuata. Huyu atatuletea hadithi alizokuwa anaziongea nani? Matthew Miller, the plastic face, wakati wa Joe Biden. Wakati yupo serikalini na Biden alikuwa akiongea mambo mengine, alivyotoka akaja kuwa anatueleza story nyingine. Hapa Tulsi Gabbard atakuja kuyaongea ambayo hajakubaliana nayo, ambayo ameyapinga. Hapo ndio sasa Donald Trump atageuza tena, hatomsifia kama hivi. Mnakumbuka swala la Greene, yule mbunge ambaye hata wakati anateuliwa JD Vance watu walisema kuwa huenda ndio angekuwa makamu wa rais mwingine mwanamke. Alimuunga mkono Donald Trump kwa jasho na damu akiwa MAGA pure, lakini misimamo ya Trump na Trump kuigeuza MAGA kwenda upande wa pili, akawa akikosoa. Hata alivyotangaza kujiuzulu ubunge wake, Trump alimshambulia sana, akamwambia huna faida yoyote, wewe ulikuwa hamna lolote, hatukuwahi kukupenda wala hatukuwahi kuona umuhimu wako ulivyo. Ndio swala litalofuata kwa Tulsi Gabbard. Hivi sasa Tulsi Gabbard, kwa sababu ameondoka kwa amani, asiharibu karia yake, au ameamua kuepusha kitu, akae pembeni, halafu baadaye atazungumza. Hiki kiko hivi, hiki kiko hivi. Akija kuzungumza, Trump atajibu kwa kumtweza utu wake, kushusha hadhi yake na kubadili kila kitu. Huyo ndio Donald Trump. Sasa jamani, haya ni mabadiliko, na hili si jepesi, ni pigo kubwa sana kwa serikali ya Donald Trump, kwa sababu huyu mtu licha kuwa aliteuliwa, lakini ni mtu ambaye alikuwa ameshika nafasi ya juu sana. Niwashukuru na niwatakie kila la kheri. Shukran sana, asanteni. Inshallah mara nyingine.